Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ndugu zangu, ninapenda kuendelea na lile somo langu kutoka katika kitabu cha Mwanzo ule mstari wa 26. Mungu aliumba mbingu, aliumba nchi, aliumba wanyama, aliumba mimea, aliumba ndege, aliumba jua, aliumba mwezi, aliumba nyota. Mungu alimuumba mwanadamu, alimuumba Adamu na Eva. Ndugu zangu, tukisoma katika kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 26 unasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama, nchi yote pia, na kila kinachotambaa katika nchi. Ndugu zangu, nini maana yake? Ndugu zangu, tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Tumepewa uwezo wa kimungu ndani yetu. Ndugu yangu, unao uwezo. Tunapewa uwezo. Unao uwezo, unao uweza, na huo uweza si wa kawaida, ni wa kimungu. Huo uweza ni wa kutawala nini? Maisha yako, nchi, biashara yako. Ndugu zangu, sisi ni watawala pamoja na Mungu. Ndugu zangu, tumepewa mamlaka, lakini hayo mamlaka, ili tuweze kuyapata, inatupasa turudi kwa huyu Mungu. Turudi kwa huyu Mungu, tumwambie Mungu, wewe ulisema tutatawala. Wewe ulisema vitu vya ulimwengu huu tutavitawala. Hatutotawaliwa na vitu vya ulimwengu huu, kwa sababu wewe Mungu umesema tutavitawala. Tutatawala wanyama, tutatawala rasilimali zilizo katika nchi. Swali,
Mbona tunatawala kidogo? Mbona tunapitia haya magumu? Mbona tunayoyataka hatuyapati? Mbona tunapotaka kufika viwango tunavyotaka kufika hatujavifikia? Haya ni maswali, ndugu zangu, yanaweza yakawa moyoni mwako, lakini mimi nakwambia Mungu akisema imekuwa. Turudi katika yale ambayo Mungu amesema na tumsi yeye atupe uwezo wa kutawala mazingira yetu, kutawala rasilimali za nchi zinazotuzunguka. Turudi mwanzo, turudi katika yale ambayo Mungu amesema. Ndugu zangu, Mungu Baba yetu wa mbinguni atukuzwe, kwa kuwa neno lake ni kweli na yeye ni mwaminifu. Tukimuuliza, tukimsihi, atatupatia jinsi gani tunaweza kurudi kwenye yale mamlaka aliyotupa ya kutawala rasilimali za nchi, kutawala rasilimali zilizo katika nchi. Ndugu zangu, Mungu awabariki. Mungu awape fahamu kulifahamu neno hili, lakini pia Mungu awape uwezo wenu wa kutawala rasilimali za nchi hii, kwa kuwa ni yeye aliyenena, yeye ndiye aliyekusudia, yeye ndiye aliyeagiza na kusema katawale. Ndugu zangu, wewe ni nani? Wewe ni mtawala pamoja na Mungu. Wewe ni mtawala wa rasilimali. Wewe ni mtawala wa nchi hii pamoja na Mungu. Utatawala vipi? Hilo ni swali ambalo unapaswa kulipeleka kwa Mungu, naye Mungu wa mbinguni atakuongoza sawa sawa na neema yake. Nashukuru sana ndugu zangu kwa kunipa muda wenu na kunisikiliza. Asanteni sana. Bwana wabariki.